Karibu Duka Huru Podcast. Leo uko na mimi Miss Priska na mwenzangu Miss Irene. Leo tutaongelea mada yetu pendwa, inasema kwamba amani na upendo ndani ya familia. Je, familia yako ni ya amani? Ni sehemu ya amani au ni sehemu ya stress? Au ndio kaeneo kadogo ka vita? Yeah. Katika sehemu hii leo mada yetu tutaongelea maeneo makuu matatu, dada Irene. Eneo la kwanza tutaongelea mawasiliano. Eneo la pili tutaongelea mazingira ya pamoja. Na eneo la tatu tutaongelea kuhusu kusamehana. Kusameheana. Yes. Let's start. Tukianzia na mawasiliano. Unajua Irene, familia nyingi hazina changamoto ya upendo. Kabisa. Ila zina changamoto ya mawasiliano. Kabisa. Kwamba unakuta watu hawaheshimiani. Mtu anaongea, mwingine anamkatiza. Lakini pia ukiachana na hivyo, hakuna maelewano. Hakuna maelewano. Yaani the thing sio kwamba sidhani kama kuna familia ina shida upendo. Kila familia inapendana. Yes, kabisa. Ndio maana akifa mtu tunashiriki. Akiumwa mtu michango itatoka. Lakini tunapokuja mawasiliano, yes. Na unajua mawasiliano ni makubwa. Mawasiliano ndio sosi ya mahusiano. Yes. Tunapowasiliana tunaweza kuhusiana vizuri. Kuanzia kifamilia, kijamii na kila kitu. Kuheshimiana. Heshima inatokana na mawasiliano. Tunawasilianaje? Yaani maisha ya kawaida ndani ya familia, nje ya familia, ndani ya nchi, nje ya nchi ni mawasiliano. Yaani ndio maana unaweza kukuta mama yuko USA, baba yuko Sri Lanka. They can communicate and talk. Na wana amani kabisa. Wana amani tosha. Yes. Umeona? Upendo sio shida. Shida mna communicate vipi? Yes. Ukiwa na changamoto labda yaani hata kama ni vikombe kwenye sinia vinagongana. Kabatini. Binadamu ni nani? Kwa hiyo jinsi gani una address kuweza kusort that issue? Communication matter. Kwa hiyo shida kubwa ni kweli sio kwamba kunakuwa na changamoto ya upendo. Tunapendana sana. Ndani ya familia tunapendana. Upendo upo in 100%. Lakini shida inapokuja kwenye heshima, mawasiliano. Na tukiangalia kwenye nyanja sasa mawasiliano, kitu gani kinaweza kuharibu mawasiliano kwenye familia? Kutokuheshimiana, kitu kimoja. Kingine kutokuelewana. Mfano katika kuheshimiana, naweza ngasema wazazi wanakuwa wa kwanza kabisa kwenye kusababisha hili. Unakuta mtoto yuko mdogo, anajua huyu ni dada, huyu ni kaka. Lakini mzazi hajamjengea mazingira ya kwamba yule mtoto kiamka asubuhi inabidi awasalimie wale wakubwa. Yeye anamjengea mazingira kwamba kiamka asubuhi aone ni watu wa kawaida. Aachane nao. Na sembusi hata salamu sisalimie. Kwa ile inajenga kwamba unamshusha heshima mkubwa wako. Sio kwamba eti Aileen, mimi leo hapa na miaka tuseme 25. Yule kakaangu ana miaka 30. Kuanzia utoto wangu mimi sijawahi kumsalimia. Nikifika mkubwa sitamwambia shikamoo. Mwambie shikamoo. Mambo poa. Tena ikiwezekana kabisa tukikutana kimya ingisha. Na shida nyingine hata ambao wakubwa hawachukulii kama salamu ni kitu kikubwa. Yes. Salamu ni kitu ambacho hakina maana yoyote. It's just there, ni salamu. Lakini ina kazio kutengeneza connection. Kwa mfano neno shikamoo inamaanisha nini? Sumeelewa? Habari. It's information. Yes. Inamaanisha nini? Mambo poa inamaanisha nini? Yaani haina maana mahususi, lakini ipo kwa ajili ya kujenga connection. Ndio maana huwezi kuenda eti umepita mahali umepotea njia, alafu ulipopita hujasalimia urudi. Sasa hizi ndio salamu ilikuwa. Ndio ilikuwa. Njia ipo nenda. Kwa hiyo it is there. Salamu, yani kazi kubwa ya salamu ni hiyo. Haina maana, yani hatuna maana ya kusema shikamoo, marahaba. Haina maana lakini ina kazi ya kutengeneza connection. Sasa kwenye hii connection, huyo mtoto hivi shakutanaga kwenye jamii zetu tunapita, kuna mtoto ajisalimia mtaa mzima tangu amezaliwa, yani tangu anakuwa hujai kupata shikamoo yake wala habari. Sio hivyo tu, hata mtaani wanamtriki kwamba yule mtoto ndo alivyo. Ndivyo alivyo, hasalimiagi. Kwetu wapo. Tena wengi. Yani mpaka mtoto wa fulani bana. Basi. Kuna mtoto mwingine kazi yake ni kusalimia mama na babake. Baada ya hapo the rest mjomba mpaka mkumbushe. Yani ndivyo ilivyo. Kwa hiyo familia zetu kwenye kwanza kujenga, yani hata yule mtoto jinsi alivyo, anavyokuwa, familia inavyomchukulia,
ndivyo atakavyoenda kuiendesha familia yake. Yes, pia sure. Ndio maana tunasema communication kama haikuwa nzuri ndani ya familia, huyo mtoto akaanza kujengewa msingi kwamba unatakiwa kusalimia, umekosea hapa, jifunzie hapa. Anavyotoka nje atajiaddress kama vile ndio vile kwamba yeye ndo maisha yangu. Unaambiwa kioo kinapokaa mbele yako, the image you are seeing, that is you. Yes. Kioo kidanganyi. Kwa maisha yetu ni kama kioo. Jinsi ambavyo tulivyo ndivyo tunavyoonekana. Tutakuwa hivyo nje na kila mahali. Kwa hata atakapokuja kujenga familia yake, atakuwa ni mtu wa namna hiyo. Ndio maana unakuta binti sasa hivi, for instance, nimeolewa, nina familia yangu hivyo, na maisha yangu binafsi niko mwenyewe. Sina uhitaji wa ndugu. Communication kama ni mbovu, hata mama siwezi kumtreat kama inavyotakiwa. Yes. Ushakuta ugomvi wa mama na mtoto baba unamwathiri mtoto kwa asilimia kubwa. Kabisa, hasa kisaikolojia. Mtani kwano kuna yaani unasababisha mfano, unakuta ugomvi wa baba na mama, unamkuta mtoto anapata image kwamba kumbe wanaume wana tabia hizi. Kwa sababu nyingine kutokea chini ana imagine kwamba wanaume wote ndio wako vile kama baba yake, kwa sababu baba yake anamtendea mabaya mama yake, na yeye ni mtoto mdogo, ajui kwamba kuna muda mama naye anakosea, na kuna dada alimwambia wanaume ni mbwa. Yes. Kwa hiyo sasa yeye ana imagine kwamba wanaume wote na wako sawa, wanaume wote ni wakorofi, wanalewa, labda wanapiga wa mama. Kwa kama yule mtoto ni wa kike, Irene, mahusiano yake atakuwa shida sana. Sana. Ndio maana unajua kusikia sasa hivi wazee wanakuambia, "Jamani, mabinti na vijana wa siku hizi ndoa zenu ngumu." Yaani shida sio upendo. Shida ni kwenye kuaddress huo upendo ndani ya hiyo. Kutokana na mazingira ya kawaida. Ni ngumu sana. Yaani sijui tuiweke ionekaneje. Yaani I don't know, lakini vijana sasa wana changamoto sana. Na shida haikuanzia tu kusema kwamba they are youth, ujana ni maji ya moto. Ila ni kwamba ilianzia from where hayo maji yamebandikwa jikoni. Au kuanzia pale ambako sufuria inaandaliwa ile maji yabandikwa. Yaani kila kitu kilianzia na shida. Unajua changamoto inakuja bila, yani vitu vingi vinatokea bila maandalizi. Unaipokea familia, hujui jinsi ya kuiaddress. Kuna ile connection kati ya mama na mtoto, baba na mtoto. Ule ni upendo ambao it's naturally. Lakini from there kila kitu kinakuja na majukumu. Unakuta mzazi hujajiandaa na hayo majukumu. You don't know how to address haya majukumu yaende. At the end of the day lazima changamoto zitokee. Ndio maana tunakuja kukuta familia nyingi. Ushakutanaga na ile hali, nimewahi kusiaga pia hizi scenario. Zamani ulikuwa una uwezo wa kuzaa mtoto, ukampeleka, ukapata msaada wa kumlea, labda kwa mama, baba, bibi, hivyo. Nowadays, if you don't have money, utasikia ndio bibi anakuambia usiniletee mtoto wako. Of course sure. Kwa sababu naona bibi wengi sasa hapa kijijini wanakaa mjini. Na utamsumbua katika, kwa sababu atahitaji pesa. Atahitaji na sio pesa ya mtoto tu, atahitaji na yapendeze pia. Si mama mlezi. Maisha yamepanda bei. Kabisa. Maisha ni gharama. Kwa hiyo at the end of the day huna tena kumbwagia wewe mtoto. Atakopo ni wako wako. Kwa hiyo unajikuta yule mtoto kalelewa kwenye mazingira ya kwamba mimi hapa wako ni baba mama na hawa dada zangu, kaka zangu au wadogo zangu wanaokuja. Kwa mfano kama mtoto ni first born, tunaanza kumaddress mtoto wa kwanza kuzaliwa. Ni watoto wangapi hawajui binamu zao, hawajui wajomba, they don't. Yaani tunakutana na ndugu jamaa na marafiki kwenye misiba, sherehe, yaani event itokee, kuna kikao au itokee umepita mahali umekutana na mtu, ni mara ngapi? Ni mara nyingi. Mimi mwenyewe nyumbani kwetu, upande wa babangu, nimekuja kuwajua, yani ndugu zangu, nishakuwa mtu mzima na nimekutana nao kwenye msiba, tunasafirisha msiba kwenda mkoani, ndio natambulisha huyu nani, niko sawa, shikamo. Aibu. Yes. Aibu pia. Lakini sio kosa lako. Ni kosa la mzazi. Kabisa. Kwa sababu kama ungejengewa mazingira, unajua kuna familia nyingine mpaka nasemaga I wish I could be in this family. Kabisa. Hata mimi nazifahamu hizo familia ile. Yaani weekends ni for connection. Wana collaborate pamoja. Jumamosi kuna familia nyingine zinaenda picnics. Ijumaa ikitoka kazini, watoto mtoka shule, mnaandaliwa tutakuwepo sehemu fulani, kiwanja ni sehemu fulani. They are going picnics. Wana enjoy, they are refreshing. Mpaka Jumapili wanaenda kanisani pamoja, wanakuwa na ibada ya familia. Yes. Kama wanamuinvite padri au mchungaji nyumbani, they are praying together. Sumele wanaalika na majirani wachache. Hizo familia zipo. Kama na zihitaji uwe tajiri. Kabisa. Ni nyinyi wenyewe tu kutengeneza bonde ya pamoja. Bas. Yaani kuna ile hali, okay, wiki hii tutafanya nini? Au hata kama imeshindikana, basi kwa kila wiki
kwa mwezi mara moja. At least watu wakijuana inakuwa rahisi kwamba communicate, kuwa na yani, hata nikiwa na tatizo dogo la kumpigia kwamba Irene dadangu, kwema? Bwana mimi hapa na changamoto kidogo, nilikuwa nahitaji na shule, mtoto wangu shule alikuwa anasoma kidogo naona sielewi. Ni rahisi. Ni rahisi. Na ukiachana na hivyo, kuna familia nyingine hivi, unajua mpaka kuna familia nyingine zina yani familia ni ya baba mama na watoto watatu, labda watu watano, na wana WhatsApp group. If you can't address your thing physically na kuona, andika kwenye group, kila mtu atakusaidia. Kabisa. Hiyo ipo. Ila hata mimi I like that. You like familia. Yani kuna ile hali ni kwamba nikiwa na changamoto mimi hapa sasa hivi nina uwezo wa kwenda kuiaddress maybe kwa shangazi, nikamwita shangazi nikaongea naye na akanipa ushauri na siri yangu ikaishia kwake. Lakini kitanzania kiafrika jamani, shangazi I can't address anything to you. Siwezi kukuambia kwamba kwanza ukienda kumwambia anaanza kwanza kutangazia watoto wake. Ndio kwanza kabla hujaanza kwenda kusema, that mentality inakaa kichwani. Sumela baada hapo itafika kwa babangu. Communication inaitoa wapi? Yaani unajua kuna ile hali unahitaji partner in crime within a family, kwa sababu unajua rafiki anaweza kwenda kusimulia popote na una pa kumfanya. Yes. Umeona? Okay. Out of there basi kuna mtu wa karibu ni nani? Mimi nilijaribu kuongea na mashangazi, wajomba. Wewe utasambazwa. Kabisa. Lakini siri yangu itatoka. Yaani kuna bala nitulie niumie ndani kwa ndani. Kwenye kumwaddress huyu mtoto. Inakuwa ni changamoto. Ni kweli changamoto kubwa. Lakini yote kutokana na mazingira. Hatuna mazingira ya kuwa pamoja. Hatuna yani, ndio unalosema sio kwamba mashangazi wajomba tunapenda, wanatupenda tunawapenda. Lakini mazingira ya kuwa pamoja hatuna, pia tujitengenezea wenyewe kama wenyewe. Kama tunahitaji yani, kuna ile undugu ni zaidi ya damu. Kabisa. Undugu ni zaidi ya upendo. Kusikilizana, kukanyana, kuelekezana, kupeana connection, kuwa na ule msukumo. Mtu ameshuka chini. Yaani ulishakutanaje na hii hali tunaenda kwenye kukua, si ndio? Hata vijana tunawaona. Tunatoka kwenye familia, tunahitaji kuanza biashara. We do like kuwapa taarifa ndugu jamani, marafiki, jamani nimefungua duka la nguo. Ninauza handbags. Nimefungua duka la dawa. Usimela. Lakini you can meet a family, can't even speak kwamba jamani nina biashara. Kwa sababu utakapomwambia mtu nina duka la dawa, ndo hapo ukitaka paracetamol nenda kwa Priska. Usimela. Well, that is not right. Yani unajikuta mteja wako ndo rafiki na mwanafamilia kuliko watu wa nje, kuliko watu wako ndani. Yani watu wako ndani they can't give anything to you. Hawakusupport. Lakini pia ndio hivyo, kutokana na nini? Na msingi tangu mwanzo, kwamba familia haijajengia kwamba msingi kwamba mtoto wangu mimi akianzisha kitu fulani nitamsupport kwa 100%. Hivi unajua kwamba hata wengine wakitaka kuanzisha biashara baba wala mama ndio watu wa kwanza kwa disappoint. Mimi simlaumu sana mzazi wangu, ila kuna kipindi niliwaza nilikuwa nataka kufungua duka mtaani kwangu. Nikawa na mtaji wangu kwa sababu waga napenda kucheza vikoba na vitu vingine. Kwa hiyo nikapata mtaji mzuri tu. Nikamshauri, nikamwambia, "Mama, naomba unisaidie hivi, nataka kufungua biashara hapa mtaani. Wewe unaonaje kwenye hili?" Mwanangu, mtaani huu? Mwanangu hapana. Yaani bora hiyo biashara uache kabisa. Yaani kile kitu kile disappoint sana. Huwezi kuamini Irene, niliacha. Nilistop. Pole. Niliacha mpaka kesho. Nikasema sasa kama huyu mtu wangu wa karibu ana disappoint, naona nikifanya kama sitafanikiwa. Kuna muda mwingine unahitaji baraka ndogo. Unahitaji mtu tu akupush, yani akwambie tu kumotivate. Usijali itaenda. Yani itaenda sana. Afu na unajua mtaa, yani hiyo bidhaa hakuna kabisa. Una akili. Yani najifeel kwamba okay, I can do it. I can do it. I can win this one. Unaweza kujiona Michael Jackson. Kwamba kabisa. Okay, na mwisho kabisa Irene, naomba tuongelee kwenye kusameheana. Unajua sisi ni binadamu, kila mtu ana mapungufu yake, na hakuna always mtu ambaye yuko perfect kabisa. Lakini kwenye swala la kusameheana imekuwa changamoto kubwa sana. Unakuta familia, mtu kaka yake na dada yake wamegombana tu kidogo, unajua hata grasi, vyombo kabatini vinagongana, vinavunjika. Lakini kwamba haviko perfect. Unaweza kukuta mtu kabeba guts za mtu, ile grudges, yani tukio umefanywa 2017, my dear unalo mpaka 2030. Na ukikaa kwenye vikao vya familia, uliongei. Sio uliongei. Unaliacha. Mnasolve hilo jambo kila siku.
Yani kama fulani alinitapeli milioni 3 zangu, sina nini, pole, sina nini, kaisha. Labda familia haikukuchangia. Hiyo ilikuwa ni 2017. 2020 mkakaa kikao kingine cha nini, si cha harusi, sijui labda James anaoa. Yani ndio nitachangia, lakini Yusufu alikopa na milioni 3 zangu. Kwamba bado na kinyongo kile unacho tu. 2020 ikaisha. Yusufu yule akukulipa zile hela, labda alipata 800 akakwambia sister, hebu chukua hizi 800. Umefika kwenye kikao cha harusi cha 2025. Kwa hiyo wewe Yusufu, ilibaki milioni 2.1 utalipa nini? Yani the thing you are crossing kutoka miaka na miaka na miaka na miaka. Unaweza kukuta labda alikukopa hizo alifanyia biashara ikafilisika hapo. Inaumiza, hela ni ngumu sasa hivi. Lakini if you have kuna ile hali ya kusamea, okay, nipatie percent fulani. Lakini you are still holding vitu kinyongo, yani unakaa nacho. Kuna ile pia hali ya kwenye familia. Priska, unaweza kutalula tunatokea kwenye familia moja. Umenikosea, si ndio? Hamna kitu ambacho ni kizuri kama nitakufuata nikwambia kuna kitu fulani umenikosea. Lakini tunaona kwenye familia nyingi sio kwamba wapendani, they love each other. Lakini the thing ni kuwa umenikosea mimi wewe. Labda binamu yangu mimi ni Madam Helga, I will go and tell Helga, Priska amenifanyia hivi. Helga kama hatatumia akili ya kusema asikilize both sides, atakuwa upande wangu. Kwa sababu kumbuka, hata kama tukiangalia kwenye hizi movie tunaangaliaga labda tulijua kukuwa na vita vya Kristo na Waislamu. Kama hiyo movie ilichezwa, Waislamu ndo walicheza, watasema wa Kristo ndo wabaya. Kama wa Kristo ndo walicheza, Waislamu ndo wabaya. So umeelewa? Kwa inategemea the story ilivyokuwa given out, ilikuwa ni kwa upande upi. I will favor my side nikisema Priska kanikwaza. Kumbe wewe mpaka kunikwaza vile nilifanya kitu kwako. Kwa hiyo atakuwa upande wangu. Helga ana timu ambayo inamwamini. Priska ni mtu amemfanyia hivi na hivi na that is not right. Tayari tumeweka mpasuko kwenye familia. Kusameana, kuna ile ndio umenifanyia kitu, naweza nikasema nikupotezee. Umeona? Lakini sitakujenga, ila itakuwa pia imepusha vitu. Kwamba naweza nikaje kukwambia ukachukua negatively. Umeona? Mambo yakawa mengi. Lakini kama ningeamua kusamehe na kuachilia without even saying, kuna wakati tu utafika. Kuna siku mshikaji wangu ulinizingua. Kwa yani nilikumind, sikupenda what you did. Itabaki tu ile friendly in the seat. Lakini kama nikianza kutengeneza a crew to support me, starting like act like I'm victim. Hamna kitu kibaya kama kwenye familia kama mtu aanze kujivictimize mwenyewe. Kwamba I'm a victim in this. Kila mtu ni victim kulingana na hali ambayo nini the process imefanyika. Kwa hiyo kusamehe, kuachilia, kuacha mambo yaende venye hapo ni jambo kubwa. Ndio mambo mwingine. Hivi kwa mfano hata rais wetu aseme labda kila kitu kitokea analalamika. Atalalamika mangapi? Au tuseme hata huyu Mungu tu tumemkosea mangapi? Aseme sasa hivi nitawadhibu, kwa sababu aliadhibu mpaka mwisho wa siku akafikia tu akabidi tu akae kimya. Sodoma na Gomora akashusha. Akaamua tu asamee. Safina akashusha nani? Akashusha gharika. Sijui kipindi cha nini akageuza tu kwa nguzo za chumvi. Somela. Yaani angesema awe ni mtu akubeba kila kitu, afu aanze kuadhibu for everything, tungefika wapi? Singefika. Yaani muda mwingine unahitaji tu huruma ya Mungu. Umekosea na this, yani nichukue kama ni tikiti bovu limeota nani shambani kwako. Yani ndio la kwako tu. Ndio la kwako. Uweze kusema uweze kuliabandon. Wewe tafute tu namna, kama ni bovu, toa mbegu, panda. Zitaota. Yani tujifunze labda kubeba ile hali wanasema tuiwekaje? Hali ya kubeba madhaifu. Kuchukulia madhaifu kuwa ni fursa. Amekukwaza, ni kwenye mwanafamilia ambaye anaonekana hana mwongozo. Kuna wanafamilia kweli wengine tukiwaangalia unaona kabisa there is no future here. Lakini they are part of us. Tuangalie ni kitu gani na uwezo kukifanya zaidi kikawa bora. Yaani kila mtu ana talenti yake. Hata kama ukikuta mtu anasipia na utindo wa ubongo ana hali ngumu. Kuna ile hali, yaani Mungu akikupa kilema anakupa na mwendo. Tafute kitu ambacho anaweza kukifanya bora zaidi. And then use that kumsaidia. Kuliko kwanza kumtafutia magenge. Fulani ana tabia chafu sana. Uliwahi kumuita ukampeleka hata kwa mchungaji au kwa shehe, au kwanza uliwahi kumuita hata kumuongelesha kwanza ili uone ana panic au anakuwa positive,
au anakuaje? Kwa sababu unajua muda mwingine unamchukulia mtu kwamba nikimwambia hichi kitu amenikosea, atachukulia negativity. Kumbe hiyo ni decision yako katika mind yako. Yaani imekusatisfy wewe. Ni wewe binafsi. Lakini kumbe yule mtu ukimpelekea hilo jambo atashukuru. Kwamba nashukuru, nisamee kwa sababu sikufahamu kama nilikukosea. Kama nimekosea. Nilikuwa najua nimefanya niko sawa. Sasa pale si unakuwa umemjenga na umemsaidia pakubwa kabisa. Na kuliko kwamba kwenda kumwambia kwamba Miss Helga, Priska amenikosea na sijapenda sana alichokifanya. Miss Helga naye anaenda kumwambia Alkasim. Priska, Alkasim anaenda kumwambia Glory. Mwisho wa siku mnajenga nini kwa huyu Priska? Kitu kibaya. Kwamba nyinyi binafsi mna timu yenu ya mna crew yenu ambayo iko kwa ajili ya kukosoa. Afu yule Priska hafahamu chochote. Na unaweza ukakuta muda mwingine hivyo shokaga sehemu watu wanajua mambo mengi kukuliko afu wewe hujui. Afu you are so dismind, yani ukifika pale za saa hizi you are charming, yani kiasi kwamba anakuangalia afu yani huyu binti bwana muone anavyojifanya mwema, kumbe ana lolote, hujui chochote ya maskini. Na unaweza ukajikuta through that ukafanya kitu kingine kwa kuwa unaona kitu cha kawaida, lakini wengine wanakibebea. Yes, akafanya kawaida yake, ndivyo alivyo. Kumbe ukimpa taarifa kwamba unajua kujua pia mapungufu yako ni sehemu ya kujifunza, ni sehemu ya kujirekebisha na kupona pia. Kama mtu hata kwambia, you will never get that point kwamba this is wrong. Siku yetu ni kwa nzuri sana. Lakini pia Irene, familia sio kuwa wakamilifu kabisa, ila ni kusaidiana hata panapokuwa na changamoto. Sio tu kwamba eti mimi nikiwa na furaha basi nitakualika wewe uje kwenye birthday yangu. Lakini nikikwambia bwana Hailin, nimefiwa na baba yangu, utanipoteza, ni utakaa mbali na mimi? Hapana. Au kwenye familia zetu tunachukulia kwamba tukiwa na sherehe tu ndio jambo zuri. Kwa hiyo kwenye masuala yote kuhusiana na familia, upendo, kusikilizana, inategemea na mtu ambaye amefanya nini, amelelewa na amekuzwa kulingana na kuwekwa karibu na familia, ndugu, jamaa, jinsi ya kusocialize, kila kitu tunakipata within huyu mtu anavyokuwa anakuwa. Kwa at the end of the day, hata amekuwa mtu mzima, ana mji wake na familia yake na maisha yake, the exercise inaanzia tangu alipoanza. Kwa hiyo kuna usema anasemaga life is not a rehearsal, it's a performance. Sio kwamba kuna sehemu tukifika tunaenda kuperform what we are doing. Maisha yote ni performance, we perform the way we grew. So lakini pia maisha hujengwa na maneno mazuri, sio maneno ya kuumiza. Asanteni kwa kutusikiliza. Let's all win.